Ni kitu gani kilichokughuri kwa Mola wako mpaka ikawa wewe umesahau utajo wake, umesahau maamrisho yake? Mola ambaye kwamba amekuumba wewe, akakuweka sawa sawa, akakulinganisha fi ayi suratin ma shaa rakkabak, kwa sura special anayojua yeye, akakupatia na umbo zuri. Amma maudhui niliyokusudia katika khutba yangu hii ya leo ni kuhusiana na baadhi almuharramat fi musalla al-Eid, katika baadhi ya makosa yanayopatikaniwa sehemu hii tunapokuja kuswali Eid. Baadhi ya makosa nitakayoyataja ambayo kwamba yanapatikaniwa katika swala yetu ya Eid na katika musalla huu wa Eid. Fala rubbama al-kathiru minan nas, huenda ikawa wengi katika watu hawafahamu haya kwamba ni makosa. Kitu cha kwanza, at-tatayyubu wat-tazayyun 'inda an-nisa, kujipamba na kujitia manukato upande wa wanawake. Kitu hiki ni haram, ni makosa kwa mwanamke kutoka nje ya nyumba yake hali ya kuwa amejitia manukato, sawa iwaenda kwa hali zake, sherehe zake, na kadhalika akiwa anakuja katika kusali. Fa'an Abi Sa'id al-Khudri fa'an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat, mwanamke yoyote yule ambaye kwamba atajitia manukato, famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha, kisha akapita kwa watu na wakaisikia harufu yake, afahamu mwanamke kama huyu, fa innaha zania, hakika yeye atakuwa amezini. Hata kama unakuja kwenye swala hii ya Eid, mapambo yako yaacha nyumbani kwako, wewe ni juu yako kujistiri na kuja hapa pasi kujitia manukato ya aina yoyote. Faqad ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu laqiya imra'a, imepokelewa kwa Abi Hurairah ya kwamba yeye alikutana na mwanamke yauman min al-ayami fi salati al-fajr, katika siku miongoni mwa masiku hali ya kuwa anaenda kuswali zake alfajiri, akamsikia mwanamke yuanukia manukato, akamwita ya amatallah, ewe kijakazi cha Allah, hal tatarrati, hakika wewe umejitia manukato? Faqalat na'am, akaitikia ndiyo, nimejipaka manukato. Lakin Abu Huraira radhiyallahu anhu madha ajabaha, akamwambia nini mwanamke kama huyu? Irji'i faghtasili fa innaki qad zanaiti, rudi uende ukaoge, hakika yako wewe umezini. Na hali ya kuwa hapa alikuwa iweelekea kwenda kuswali alfajiri mwanamke kama huyu. Na baada ya Abu Huraira kusikia harufu ya manukato, perfume ambayo kwamba amejipaka mwanamke kama huyu, akamwambia huna swala, rudi ukaoge, hakika yako wewe umezini. Leo wangapi katika madada zetu, wake zetu, ndugu zetu, mama zetu wanayafanya haya pasi ima kuwa wanajua au hawajui. Pengine akasema kwenye swala anajipamba, basi fahamu hata hapa unapohudhuria kwenye musalla kama huu, si ruhusa kwako kutoka nje hali ya kuwa unanukia manukato. Ama jambo la pili nalo ni kula kabla ya sala ya Eid. Kula kabla ya sala ya Eid, hili jambo pia ni maarufu, lakini kuna hukumu, kuna hikma lengwa ambayo kwamba inatarajiwa katika jambo kama hili. Faqad qala fi al-Muwatta an Sa'id ibn al-Musayyib annahu qala, imenukuliwa kutoka kwa kitabu cha al-Muwatta kwamba huyu Sa'id ibn al-Musayyib amesema, kana al-muslimuna, walikuwa waislam, yakuluna ba'da salati al-Eid al-Adha wala yaf'aluna dhalika fi al-fitr, walikuwa waislam wakila katika siku ya Eid al-Adha baada ya sala, wala walikuwa hawalifanyi hilo katika Eid al-Fitri, lihikmatin mashru'a, kwa hikma ambayo kwamba ya kisheria, kama qala al-Imam al-Asqalani, katika hikma kama hiyo, fima nahar, kwa kila ambacho kwamba mtu amekichinja, baada ya kuchinja kichinjo chake ndiposa mtu anaruhusiwa
akionje kile alichokila. Hii ndiyo hikma ya watu kuzuiwa kula mpaka baada ya swala. Kwa hivyo hivi sasa ni kuwania binadamu, ewe Muislamu, nenda ukachinja kichinjo chako, na katika kichinjo hicho ndicho kiwe chakula chako ambacho kwamba ni fitri yako wewe kufungua. Jambo la tatu, inda salati al-Eid, katika hii swala ya Eid, wengi katika Waislamu tunakosea kwenye adaiha, jinsi ya kuitekeleza. Jambo la kwanza, katika hizi takbira za Eid ni maarufu lada aljamii. Katika rakaa ya kwanza takbira ni 7 na katika rakaa ya pili takbira ni 5. Lakini pahali ninapopataka mimi ni hapa, wakati ambao kwamba akhil karim, ewe Muislam, utakaposikia takbiratul ihram imepigwa takbira ya kwanza Allahu akbar, fa alayka bil qira'ati bi du'ail istiftah, ni wewe juu yako kusoma dua istiftah kwanza, kisha baada ya hapo useme hizi, ufuatishe takbira 7 hizi, na baada ya takbira 7 hizi ndipo ukosa useme wewe a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillah wa min thumma tala, kisha hapo ndipo unasoma. Lakini wengi katika ikhwa wanayafanya hawa, ndugu zanguni, hamuyafahamu. Akapiga mtu takbira zote kisha akasoma dua ulistiftahi ndipo akaanza kusoma. Hadha khata. Elewa ewe Muislam, wakati takbira ya kwanza itapigwa, qala an-Nawawi, asema al-Imam an-Nawawi katika swala hili, wa madhhabuna, na mfumo wetu na mwenendo wetu, anna hadhihi takbirat, kwamba hizi takbira 7 na 5 takau, zinatokea baina dua al-istiftah wa ta'awudhi, zinatokea baina dua ya istiftah, dua ya kufungulia sala, kisha unazipiga na kisha mwisho ndipo unapiga a'udhu billahi na kuanza kusoma. Hivi ndivyo inavyoswaliwa swala kama hii. Na nukta ya pili katika swala kama hili, wala yarfa'u yadayhi, wala asienue mtu mikono yake. Fahamu kwa makini, wala asienue mtu mikono yake fi hadhihi takbirat, katika takbira hizi 7, isipokuwa illa fi takbiratil ula, isipokuwa katika takbira ya kwanza. Qala al-Imam Malik, asema Imamu Malik katika hili, walam najid fi sunnah, wala hatukupata katika sunna shay'an, kitu chochote, yadullu ala mashru'iyyati raf'i al-yadayn, katika kuenua, kinachojulisha kitu ambacho kwamba hatukupata dalili yenye kuonesha watu kuenua mikono yao katika takbira hizi 7. Sio kuenua mikono katika takbira ya kwanza. Ya kwanza ni wajibu wa mtu kuenua mikono, ama hizi 7 na zile 5 basi haipasiwi kwa Muislam kufanya hivyo. Wa hadha qaulu Sheikh Al-Albani rahimahullah wa qaulu al-jumhur, na hii ndiyo kauli ya wengi katika aima, na Sheikh Albani kalikazia mkazo swala kama hii. Swala la mwisho, at-tanaffulu fil musalla, kuswali sunna katika musalla wa Eid. Fa ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal, kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma asema ya kwamba anna an-nabii sallallahu alayhi wasallam kharaja yawm al-adha au fitri, ametoka katika siku ya Eidul Adha au siku ya fitri, fasalla rak'atayn, akaswali rakaa mbili, akikusudia rakaa mbili hizi ambazo kwamba tumeswali sisi. Walam yusalli qablaha wala ba'daha, wala hakuswali kabla yake au baada yake, kumaanisha unapokuja katika musalla haitakiwi kwako wewe kuswali sunna unakaa moja kwa moja, na baada ya sala kadhalika unakaa, wala hakuna swala la wewe kuswali sunna ya baadia au qablia katika musalla wa Eid. Lakin qad thabat, lakini imethubutu ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam salla rak'atayn fil bait, ameswali rakaa 2 nyumbani baada salati al-Eid, baada ya sala ya Eid ameswali Mtume rak'atayn baada salati al-Eid.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد ولا بعد العيد إلا إذا رجع إلى منزله فيصلي ركعتين. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anapohudhuria musalla wa Eid haswali kabla yake kitu na haswali baada yake kitu, isipokuwa atakaporudi nyumbani kwake akaswali raka mbili. Haya ni baadhi ya makosa mazito ambayo kwamba wengi katika watu wanayafanya. Suala la mwisho katika hilo, almaqsud fil musalla hina, makusudio ya watu kuja katika musalla, na ndiyo kubwa kuliko yote, yatakiwa al-ahamiyya fal-ahammu thumma al-aham, lile la muhimu kabisa. Yatakiwa Muislam, malengo ya wewe kuswali hii Eid ni kuhudhuria hii khutba. Lakini ndugu zanguni, ma'al asaf thumma al-asaf, wengi katika sisi tunafeli, wengi katika sisi tunalipuuzia swala. Madhumuni makubwa ya hii swala ni hii khutba, lakini sisi tukishamaliza kuswali, wengi wetu tuna haraka wala hatujui tukimbilia wapi. Wengi wetu tupuuzia, na Mtume sallallahu alayhi wasallam atuhimiza mpaka wanawake ambao kwamba wana hedhi pia waje kuhudhuria kwenye swala kama hii, lengo na madhumuni kuipata hii khutba ya Eid. Lakini sisi wengi wetu leo tunalipuuzia hili swala. Tayari tukishamaliza kuswali tunaona tumemaliza kila kitu, lile lengo kubwa kabisa tunaliwacha, na hapa ndipo tunapoanguka wengi wetu. Insha Allah, ni matarajio yangu Allahumma katika Eid zifuatazo tuweze kuyakumbuka haya na kuyarekebisha katika makosa ambayo kwamba tunayafanya. Nukta ya mwisho nikimalizia, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, ewe mwanadamu, ni kitu gani kilichokughuri kwa Mola wako mpaka ikawa wewe umesahau utajo wake, umesahau maamrisho yake? Swali hili Allah subhanahu wa ta'ala anatuuliza, ya ayyuhal insan, ewe binadamu, ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, Mola ambaye kwamba amekuumba wewe akakuweka sawa sawa, akakulinganisha, fi ayi suratin ma shaa rakkabak, kwa sura special anayojua yeye akakupatia na umbo zuri. Wewe binadamu, kibri gani ambacho kwamba wakipata, nguvu na jeuri gani ambayo kwamba unayo leo katika siku kama hii na masiku mengine yoyote, kwenda kuyafanya maasiya, hali ya kuwa basi maasiya utakaoyafanya siku ya leo yatakuwa ni mazito zaidi. Muislamu, tahadhari, tahadhari sana. Limetutokea sisi fi masajidil mujawira, moja katika salati za tahajjud, amekuja baba katika sala ya tahajjud, yeye na familia yake na mkewe na wanawe, kisha yeye akapiga U-turn akaingia kwenye lodge. Kwa bahati mbaya siku hiyo malakul mauti ilikuwa ni mkono wake umefika, akafariki katika hali hiyo. Na sisi tutoa salamu baada ya swala, tuona gari ya lodge ile ambayo kwamba alikuwa ameenda imeleta maiti yake pale msikitini. Hii hali kama hii, Muislamu, huyu mwenzako yametokea haya kwako, iwe ni ibra, wazingatia nguvu ambazo kwamba leo pesa za kwenda kununulia magati na miraa na aina ya machafu Allah ndiye aliyekupa, wasahau neema hiyo. Je, leo akizitoa wazitumia kwa njia ambayo kwamba sio sahihi? Juzi wamefanya Waislamu, imeshinda Arsenali maarufu, wala hapa silengi masuala ya mipira ya kwamba mimi ni shabiki wa timu fulani, la, lakini nasema na himma tulivyoonyesha Waislamu kudenga mpaka mabendera na kutembea na kupigana magwaride na kuchinja, lakini leo Muislamu huyo huyo ashindwa leo kwenda kufanya udhiya kwake nyumbani, lakini kwa munasaba wa mambo ambayo kwamba la yusmin wala yughni min juu, hayo hayamsaidii wala hajulikani kamwe, yuko tayari kuonesha yeye ni mstari wa mbele. Fala saddaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla, amefanya jeuri zote,
swala zote amepuuzia. Lakini elewa swali la mwisho na kuachia, ayahsabu al-insan ay yutraka suda, hivi mwanadamu yadhani ataachwa tu rahisi unapoyafanya mambo haya? Elewa Allah subhanahu wa ta'ala ni nafasi hii nyingine amekupatia usikie ukumbusho kama huu. Rejea nyuma akhil karim, uwe ni mwenye kutubia na mwenye kuyaacha yale ambayo kwamba unayafanya. Asa hujui huna agreement ni wakati gani Allah subhanahu wa ta'ala ataichukua roho yako. Faya abdallah ilzami sirati sawi wala takun kasamiri fi dha zaman almaasi maasiyati alilahi la tusghiran wa khaddaka 'anil nasi la tus'iran wa 'ala al-ardi marahan la tamshiyan wa khudhiha al-amata al-aziz al-qumaniyan dinullahi huwa al-'izzu fa'laman wa hadiyu an-nabi huwa al-manja faqra'an بهما تنجى من البلاء المعاصي والشرك والضلال برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصيكم بتقوى الله وأهنئكم بتهنئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير.